Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Kuna jambo ambalo Waafrika hatupaswi kulizoea, lakini kwa bahati mbaya limeanza kuonekana la kawaida. Ni tabia ya baadhi ya viongozi wetu wazee kutumia wiki, miezi na wakati mwingine zaidi ya hapo wakiwa katika mataifa ya Ulaya, huku wakidai bado wanaendelea kuongoza nchi zao. Mfano wa hivi karibuni ni rais wa Cameroon, Paul Biya, mwenye umri wa miaka 93, ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Tangu Juni 7 ameendelea kuwa nchini Uswisi kwa kile kilichoelezwa rasmi kuwa ni ziara fupi ya binafsi Ulaya. Lakini sasa imepita zaidi ya siku 48. Kama ilivyokuwa mara nyingi huko nyuma, safari hizo zimeibua maswali kuhusu afya yake, uwezo wake wa kuendelea kuongoza, na muhimu zaidi, nani hasa anayefanya maamuzi ya kila siku kwa niaba ya wananchi wa Cameroon. Hili si swala la Cameroon pekee. Bara la Afrika limeendelea kushuhudia viongozi waliosafiri mara kwa mara kwenda Geneva, Paris au miji mingine ya Ulaya kwa matibabu, huku hali zao za kiafya zikifichwa kwa wananchi. Wengine hukaa kwa wiki kadhaa, wengine kwa miezi, lakini serikali zao huendelea kutoa taarifa kwamba kila kitu kiko sawa. Nigeria pia imekuwa ikikabiliwa na mjadala kama huo. Rais Bola Tinubu amekuwa akisafiri mara kwa mara kwenda Ufaransa kwa uchunguzi na matibabu. Kabla yake viongozi wengine wa Nigeria walifuata utaratibu huo huo. Hali hii imeendelea kuzua mjadala kuhusu uwazi wa serikali na matumizi ya fedha za umma, huku hospitali za ndani zikiendelea kukosa vifaa na wataalamu wa kutosha. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba viongozi hawa mara nyingi wamekaa madarakani kwa miongo kadhaa. Wameahidi kuboresha mifumo ya afya, lakini wanapougua wao wenyewe hawazamini hospitali walizozisimamia kwa miaka yote hiyo. Badala yake hukimbilia Ulaya. Lakini hoja kubwa zaidi si hata matibabu, hoja ni uongozi. Je, rais ambaye yuko nje ya nchi kwa wiki 6 au miezi kadhaa anaendelea kuongoza taifa kikamilifu? Nani anayopokea taarifa za kiusalama kila siku? Nani anayefanya maamuzi ya dharura? Nani anayesimamia shughuli za serikali? Je, mawaziri wanaongoza kwa niaba yake au kuna watu wasiojulikana kwa umma wanaoendesha serikali kutoka nyuma ya pazia? Wananchi wana haki ya kujua. Demokrasia haiwezi kujengwa juu ya siri. Uongozi haupaswi kutegemea uvumi kuhusu afya ya rais au picha zinazotolewa mara chache ili kuwadhibitishia wananchi kwamba bado yuko hai. Taifa haliwezi kuendeshwa kama mali binafsi ya mtu mmoja. Na ndiyo maana leo tunawauliza viongozi hawa wazee wa Afrika, mnaongoza kweli au nani anayewaongoza wananchi wenu? Kama mnaweza kutumia miezi katika hoteli za kifahari na hospitali za Ulaya, nani anasimamia nchi zenu kwa wakati huo? Je, mamlaka yanatokana na wananchi au yanabaki mikononi mwa watu wachache wasiojulikana? Afrika haihitaji viongozi wanaotawala kwa njia ya simu kutoka vyumba vya hoteli za Ulaya. Inahitaji viongozi wanaoonekana, wanaowajibika na wanaoweza kuwa pamoja na wananchi wao katika nyakati zote.